Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi ni taarifa kutoka Burkina Faso kwa Rais Captain Ibrahim Traore ambaye tumeshuhudia alikuwa huko Moscow na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo alifanya kikao kizito na Rais Ibrahim Traore akimuomba Rais wa Urusi Vladimir Putin vitu vingi sana, lakini kubwa ni uhamisho wa elimu pamoja na ujuzi kwa vijana wa Burkina Faso, ukubwa zaidi wa sayansi ya Urusi kupandikizwa kwa vijana wa Burkina Faso, kuhakikisha kwamba Burkina Faso inakuwa na uwezo wa kujiendesha yenyewe kupitia uzalishaji katika vitu mbalimbali kama viwanda, lakini pia kujitengenezea vitu vyake yenyewe. Lakini pia Rais wa Urusi Vladimir Putin alikubali ombi pia la kuchukua baadhi ya vijana ambao wanasomeshwa Urusi kutoka Burkina Faso, lakini pia Urusi ikiwagharamikia kwa kila kitu vijana hao. Hii ni taarifa ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo takriban raia 130 wa kabila la Fulani, kabila ambalo wanajulikana kama Fulani, waliuawa na jeshi la Burkina Faso pamoja na wanamgambo wa shirika ambao wanaunga mkono jeshi la Burkina Faso karibu na mji wa magharibi wa Solenzo mwezi wa 3. Hii ni kulingana na ripoti ambayo imetolewa na Human Rights Watch, imedai ya kwamba watu zaidi ya 130 walipoteza maisha mwezi wa 3, lakini jeshi la Burkina Faso likihusika, lakini pia wanamgambo wa shirika wakihusishwa. Human Rights Watch katika ripoti yake ya Jumatatu inasema kwamba mauaji hayo yalifanyika wakati wa kampeni kubwa ya kijeshi, yani jeshi la Burkina Faso, ambayo ilidumu kwa wiki kadhaa na vikosi maalum, ambayo ilisababisha kuenea kwa vifo vya raia na kuhama kwa watu wengi wa jamii ya wafugaji wa kabila la Fulani katika eneo hilo. Ripoti ya Human Rights Watch imeongeza kuwa kundi lenye mfungamano na Al-Qaeda ambalo linaitwa Jamaati Nusrati al-Islam JNIM kisha lilifanya mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuvipiga vijiji ambavyo kundi hilo lenye silaha liliona kuwa lilisaidia jeshi katika kutekeleza mashambulizi ambayo yalipelekea watu zaidi ya 130 kupoteza maisha. Raria Alegolezi, mtafiti mkuu wa Sahel katika Human Rights Watch, alisema katika taarifa, video zinazosambaza ukatili wa wanamgambo wanaoiunga mkono serikali karibu na Solenzo ambazo zilisambaa zilieleza sehemu tu ya hadithi. Utafiti zaidi ulibaini kuwa jeshi la Burkina Faso lilihusika na mauaji haya ya umati wa raia wa kabila la Fulani, ambayo yalifuatiwa na ulipizaji kisasi wa kundi la Kiislamu lenye silaha. Serikali inahitaji kuchunguza vifo hivi bila upendeleo na kuwashtaki wote waliohusika, ripoti hiyo imedai hivyo, ripoti ya Human Rights Watch. Lakini ni kwamba katika ripoti hiyo inadai ya kwamba wanawake wengi na watoto walikufa. Human Rights Watch imeripoti mwezi wa 3 kwamba kuhusika kwa serikali kuna uwezekano kutokana na ushahidi wa video mtandaoni. Wakati huo serikali ilikanusha vikali madai hayo, ikisema katika taarifa yake ililaani uenezaji kwenye mitandao ya kijamii wa picha zinazochochea chuki na vurugu za jamii na habari hushi zinazolenga kudhoofisha mshikamano wa kijamii katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Serikali na jeshi la Burkina Faso hawakuitikia mara moja ripoti ya Jumatatu ambayo ilidai kuwa jeshi la Burkinabe liliongoza na kushiriki katika mauaji ya zaidi ya watu 130, pengine wengi zaidi raia wa kabila la Fulani, yaliyofanywa na wanamgambo ambao wanaiunga mkono serikali ya Burkina Faso. Ripoti ya shirika la haki za binadamu inatokana na mahojiano na mashahidi pamoja Ripoti ya shirika la haki za binadamu inatokana na mahojiano na mashahidi wa mashambulizi, wanamgambo, waandishi wa habari na wanachama wa mashirika ya kiraia. Mashahidi walionukuliwa na Human Rights Watch walisema mamia ya wanajeshi wa serikali na ndege ambazo hazina rubani pamoja na wanamgambo ambao wanaiunga mkono serikali ambao wanaitwa Volunteers for the Defense of the Homeland VDP walihusika katika mashambulizi dhidi ya Solenzo na miji mingine katika eneo
la magharibi la Bokre du Mohon. Mashahidi hao walisema wengi wa wahanga katika jimbo la Banwa ni wanawake pamoja na watoto, bila kusahau wazee. Helikopta za kijeshi na ndege ambazo hazina rubani zilichunguza eneo hilo, kuashiria udhibiti wa moja kwa moja wa operesheni hiyo, Human Rights Watch ilisema katika taarifa yake. Mchungaji wa Fulani mwenye umri wa miaka 44 ambaye alipoteza wanafamilia wanne aliambia Human Rights Watch kwamba maelfu ya familia kutoka zaidi ya vijiji 20 walilazimika kukimbia nchi jirani ya Mali kutafuta ulinzi. Hata hivyo, hatukuweza kufika Mali bila kuvuka vijiji vilivyokaliwa na VDPs pamoja na jeshi. VDP walitupiga risasi kama wanyama, huku ndege ambazo hazina rubani zikiruka juu ya vichwa vyetu. Wanawake wengi na watoto walikufa kwa sababu hawakuweza kukimbia, alisema. Watawala wa kijeshi walichukua madaraka nchini Burkina Faso mwaka 2022, lakini kwa kiasi kikubwa wameshindwa kutoa uthabiti walioahidiwa, kwani zaidi ya 60% ya nchi hiyo inakadiriwa kuwa nje ya udhibiti wa serikali. Jeshi pia limegeukia uandikishaji wa raia wengi ambao wametumwa katika vitengo vya wanamgambo wenye mafunzo duni na kusababisha mvutano mbaya kati ya makabila. Hii ni taarifa ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini wengi wao watu wakitoa maoni na kudai kwamba hizi ni propaganda za mataifa ya magharibi, kwani hata shirika la Human Rights Watch ambalo makao yake makuu, yani headquarters zake zipo Marekani, watu wanaamini ya kwamba bado ni propaganda za Marekani kuendelea kuichafua serikali ya Burkina Faso chini ya Rais Ibrahim Traore ambaye analiendesha taifa la Burkina Faso kijeshi zaidi. Lakini watu wanasema kwamba Ibrahim Traore na mataifa magharibi kwa sasa hazihivi hata kidogo, na wamekuwa wakijaribu kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaichafua serikali ya Captain Ibrahim Traore. Na leo pia ripoti kama hii inatoka na kudai ya kwamba jeshi la Burkina Faso lilihusika katika kutekeleza vifo vya watu zaidi ya 130 ambao walipoteza maisha kufuatia mashambulizi ambayo yalifanywa na vikosi vya serikali vikisaidiwa na wanamgambo ambao wanaiunga mkono serikali. Una nafasi ya kutochea maoni yako kwa taarifa hii, lakini kwa mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa. Hii ni ripoti kutoka Human Rights Watch ikidai ya kwamba majeshi ya Burkina Faso yalihusika katika kutekeleza mauaji hayo. Kubwa zaidi, endelea kuwa karibu nasi kwenye chaneli yetu ili uweze kujifunza vitu mbalimbali, lakini pia kuhabarika zaidi kwa habari mbalimbali.